Jibu la awali la jeshi la Iran. Shabaha 85 za jeshi la Marekani zalengwa. Jeshi la Iran la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu limetangaza rasmi kuwa kwenye hatua ya kwanza kujibu uchokozi wa Marekani wa usiku wa kuamkia leo. Vikosi vya wanamaji na anga vya jeshi hilo katika operesheni ya pamoja ya makombora na ndege zisizo na rubani yani drone vimetekelezwa kwa mafanikio mashambulizi makali dhidi ya shabaha 85 muhimu za kijeshi upande wa jeshi la Marekani na kutungua ndege moja ya kisasa ya kijasusi hadi aina ya MQ-9. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Fars, taarifa iliyotolewa na kitengo cha uhusiano wa umma cha IRGC imeeleza yafuatayo: Bismillah Qasim al-Jabarin, kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwangamizaji wa madhalimu. Kufuatia kuleta hamasa kwa taifa kubwa la Iran katika mazishi ya kipekee yenye kuvunja nguvu ya adui na makubwa yasiyo na mfano ya kiongozi pekee wa zama hizi na kiongozi shahidi wa umma wa Kiislamu, utawala vamizi wa Marekani ambao vipimo vya kushindwa kwake vinazidi kudhihirika siku hadi siku na ambao unachukulia mwamko mkubwa wa kimataifa mamilioni ya wananchi wa Iraq katika kumwaga kiongozi huyo shujaa kama pigo kubwa zaidi kwake, umeamua tena kurejelea tabia yake ya kuvunja ahadi, na kwa hofu ya kufunika tukio hili la kihistoria, jeshi la kigaidi la Marekani lenye kuwa watoto katika masaa mapema ya leo kwa kushambulia kwa anga idadi ya vituo vya pwani na vituo visivyo vya kijeshi katika fukwe za mkoa Hormozgan na Mashhad limevunja waziwazi usitishaji wa mapigano na kukanyaga makubaliano ya Islamabad. Katika jibu la awali dhidi ya uchokozi huu, vikosi vya wanamaji na anga vya jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu kupitia operesheni ya pamoja makombora na ndege zisizo na rubani vimefanya mashambulizi dhidi ya maeneo 85 vituo muhimu vya kijeshi vya Marekani katika bandari ya Salman, kikosi cha 5 cha wanamaji nchini Bahrain, kituo kikuu cha jeshi la wanamaji la Marekani eneo la Asia Magharibi na kituo cha anga cha Al Salem nchini Kuwait, na kutungua ndege moja adui aina MQ-9 iliyokuwa ikikusudia kuingilia operesheni hiyo. Awali jeshi la Marekani lilithibitisha mashambulizi ya anga dhidi ya Iran, huku mlipuko ikiripotiwa katika maeneo kadhaa ya kusini mwa nchi. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ilidai kuwa mashambulizi hayo ilianza siku ya Jumanne na alifanywa kama hatua ya kujibu mashambulizi ya Iran dhidi ya meli 3 za kibiashara zilizokuwa zikipita kwenye lango bahari la Hormuz. Baada ya taarifa hiyo CENTCOM, kamandi kuu ya jeshi la Iran ambayo inajulikana kama Kamandi Hatam al-Anbiya ilitoa taarifa ikiahidi kwamba majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu yatatoa jibu la kusambaratisha dhidi ya uchokozi huo wa Marekani. Kumbuka, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Kimagharibi, jeshi la Marekani liliweza kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran mapema hii leo, saa chache baada ya meli 3 za biashara kushambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz ambao zilikiuka makubaliano, kwa mujibu wa Iran, katika makabiliano ya hivi karibuni ya risasi ambayo yanatishia makubaliano ya muda ya kukomesha mapigano kati ya nchi hizo mbili. Na Rais wa Marekani Donald Trump, mara baada ya kuibuka kwa hayo, amesema leo Jumatano kwa makubaliano ya muda yaliyolenga kumaliza vita kati ya nchi yake na Iran yamekufa rasmi. Akiwa nchini Uturuki kuhudhuria mkutano wa kilele wa NATO, Trump aliulizwa na waandishi wa habari kama hati ya makubaliano iliyofikiwa mwezi uliopita bado inazingatiwa, na Trump alijibu kwa kusema kuwa hilo ni swali la kuvutia sana. Nadhani imekwisha. Sitaki tena kushughulika nao. Ni watu ovyo. Mnajua maana ya watu wa ovyo. Ni watu wa ovyo, ni watu wenye akili mbaya, wanaoongozwa na watu wenye akili mbaya, na ni watu katili na wakorofi. Katika ongezeko la uhasama ambao umesababisha kupanda kwa bei ya mafuta na kufikia kiwango cha juu zaidi kwenye kipindi cha wiki mbili, Iran imesema ililenga vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Bahrain na Kuwait baada ya majeshi ya Marekani kushambulia maeneo kadhaa ndani ya Iran kujibu mashambulizi dhidi ya meli za kusafirisha mafuta katika mlango bahari wa Hormuz. Sasa hayo yakiendelea, waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi amesema kwamba mamilioni wa Iran wamekusanyika kwa umoja kutoa heshima za mwisho kwa kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said al-Khamenei na urithi wake adhimu, akisisitiza msimamo huo, na amesema kuwa wananchi wa Iran na majeshi ya ulinzi hawatayumbishwa na vitisho vyovyote. Baada ya kuhudhuria shughuli ya mazishi ya kiongozi huyo shahidi mjini Qom siku ya Jumanne, Araghchi ameandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa X kwamba mamilioni wa Iran wazalendo wamekusanyika kwa umoja kutoa heshima kwa Ayatollah Said al-Khamenei na urithi wake wa kudumu. Wao wananchi na majeshi yetu jasiri hawayumbishwi na vitisho vyovyote, ameandika. Siku ya Jumanne asubuhi, mamilioni ya waombolezaji walikusanyika kwenye msikiti mtakatifu wa Jamkaran mjini Qom kwa ajili ya kuswali sala ya maiti ya kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Khamenei na wanafamilia wake. Shughuli ya mazishi hayo ilianza Ijumaa, ambapo mwili wa Ayatollah Khamenei uliwekwa katika musala wa Imam Khomeini mjini Tehran, huku viongozi wa kigeni na watu mashuhuri wa kidini wakitoa heshima zao za mwisho. Shughuli hiyo iliendelea Jumamosi na Jumapili kwa kuaga hadharani na kuswaliwa. Jumatatu umati mkubwa ulijaa barabarani Tehran
wakati msafara mazishi ukipita katikati ya mji mkuu wa Iran. Vilevile mkuu wa shirika la nishati atomiki la Iran anasema kuwa sekta nyuklia ya Jamhuri ya Kiislamu imefikia kiwango chake cha sasa cha maendeleo kupitia mwongozo na uungaji mkono thabiti wa kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei. Katika mahojiano ya televisheni siku ya Jumanne, Mohamed Islam amesema kuwa sera za kistratejia za muda mrefu zilizoundwa chini ya uongozi wa kiongozi shahidi ndizo ziliweka msingi wa maendeleo ya teknolojia ya nyuklia na uzalishaji wa nishati nchini. Amebainisha jinsi Iran ilivyozidi kupiga hatua kwa kufuata sera hizo licha ya juhudi endelevu za maadui za kutaka kuzuia maendeleo ya nchi. Amesisitiza licha ya vizuizi na matatizo yote ambayo maadui wa Iran wameyaibua ili kuzuia nchi kufanikiwa, na licha ya operesheni nyingi zilizozifanya tangu ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu kwa neema Mwenyezi Mungu, lengo hili, yaani maendeleo ya nchi, limetimizwa na hadhi ya Iran imebadilika. Akirejelea maendeleo ya kisayansi na kiteknolojia ya nchi, Islam amesema kuwa kiongozi shahidi alikuwa amesimama kidete kuziunga mkono sekta za kistratejia ikiwemo teknolojia nyuklia tangu mwanzo. Islam amesema kiongozi shahidi alisisitiza kwamba haja ya kufikia uwezo wa megawati 20,000 za umeme wa nyuklia mnamo 2007, akielezea lengo hilo kama kipaumbele endelevu cha kitaifa. Amesema kuwa kitengo cha kwanza cha kituo cha nishati ya nyuklia cha Bushehr kusini mwa Iran inafanya kazi kwa sasa, huku ujenzi wa vitengo vya pili na vya tatu vya kituo hicho ukiendelea. Kulingana na Islam, mipango imeandaliwa pia kujenga vituo zaidi vya nishati ya nyuklia kando ya ukanda wa pwani ya kusini mwa Iran katika mkoa wa Khuzestan, ambapo pia uko kusini, na mkoa wa kaskazini wa Golestan, huku tafiti za kimazingira zikiwa zimekamilika kwa kiasi na miradi sasa ikiingia katika awamu ya mikataba. Ni kwambie hivi, nini hasa ambacho kitaendelea mara baada ya kushuhudia jibu la awali la jeshi la Iran ambapo shabaha 85 za jeshi la Marekani ziliweza kulengwa? Nitaendelea kukujuza hatua kwa hatua bila kupepesa macho. Shukrani kwa Babu Kivita. Mimi ni The Rich Voice.